Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu naitwa Mwinjilisti Baraka. Ninayo habari njema kwa ajili yako asubuhi ya leo. Somo hili linatoka kwenye kitabu kile cha Warumi na ile sura ya 13 na ule mstari wa 11. Anasema hivi: naam, tukijua wakati kwamba saa ya kuamka usingizi imekwisha kuwadia. Kwa maana sasa wokovu wetu karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Naam, tukijua wakati kwamba saa ya kuamka usingizi, saa ya kuacha dhambi, saa ya kutoka katika giza imewadia, maana wokovu wetu karibu. Hizi ni siku za mwisho, wana wa Mungu au watu mnaomtazama kwenye klipu hii. Nyakati za mwisho ni sasa. Ni wakati wa wewe kuamka kwenye usingizi, kutoka kwenye dhambi huko uliko kutoka kwenye uzinzi na uasherati. Sasa ni wakati wa kupokea wokovu, ili kwamba hiyo siku inayokuja ikikute wewe uko ndani ya wokovu na sio nje ya wokovu. Paulo anawaambia Warumi ni wakati sasa wa kuamka katika usingizi. Wakati wa kutoka kule ambako tulikuwa tumekamatwa, tumejishikiza kule kwenye dhambi. Ni wakati wa kugeuka sasa na kuacha haya matendo yetu maovu na kufanya matendo mema, ili kusudi yule Roho wa Mungu akae ndani yetu, yule Roho wa Kristo akae ndani yetu. Kwa maana maandiko yanasema walio na Roho wa Kristo hao ndio wa Kristo. Hao ndio watu wa Mungu, hao ndio waliookoka, wale wenye Roho wa Kristo. Kwa maana asubuhi leo nakwambia ni saa ya kuamka katika usingizi wako, ili kusudi umpe Yesu nafasi kwenye maisha yako. Anasema kwa kitabu cha Warumi 13:11, anasema naam, tukijua kwamba saa ya kuamka usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu karibu kuliko tulipoanza kuamini. Ni wakati wa kugeuka sasa, ni wakati wa kuacha yale yote ambayo yalikuwa yametulaza usingizini. Tuamke tukijua kwamba wakati karibu wa Yesu kuja mawinguni, ili akija kukute umekamilika. Yesu akatoa mfano wa bibi harusi. Anasema kulikuwa na bibi harusi 5 wenye akili na wengine wasiokuwa na akili. Akasema wale wengine walipokuwa wamelala usingizi, wakaweka akiba ya mafuta ya taa zao, ili kusudi bwana harusi akija usiku wa manane awakuta wako tayari. Lakini wengine wakatumia yote kwa pupa. Hata walipokwenda kutafuta mafuta mengine, waliporudi wakakuta tayari bwana harusi ashaingia ukumbini na wale wakafungiwa nje. Kwa hiyo tujitahidi, wana wa Mungu, tusije tukafungiwa nje. Ile siku inayokuja bwana harusi anapokuja, ambaye ni Yesu Kristo, atapokuja kulichukua kanisa lake, asije akakukuta bado uko nje ya wokovu, bali akukute uko ndani ya wokovu, ili tuweze kwenda kwa pamoja kumlaki Yesu mawinguni. Ndio maana Paulo akawa anawakumbusha hapa, anasema naam, tukijua wakati kwamba saa ya kuamka imefika, saa ya kutoka kwenye usingizi imefika, kwa maana wokovu wetu karibu. Upo karibu sana, wana wa Mungu. Kwa hiyo ni kusii tu asubuhi leo na kukumbusha kwamba rejea katika wokovu, mpe Yesu maisha yako, maana hapo ndipo unaweza kutoka katika giza na kuingia katika nuru. Yesu alikuja ili tutoke mautini tuingie uzimani. Sasa mauti ni nini? Mauti ni matendo yote mabaya ambayo hayampendezi Mungu: uasherati, uzinzi, tamaa mbaya, ufisadi na mengine kama hayo. Biblia imeita ni ibada ya sanamu. Hayo yote ni usingizi. Lakini ukiacha haya, maana yake umeamka, umetoka huko, kwamba wewe tena si wa huko, bali sasa katika Kristo Bwana, ambaye ndiye mkombozi wetu na ndiye ambaye tunamsubiri ile siku atakapokuja tuweze kuondoka naye kwenda kumlaki yeye mawinguni. Na maana amesema naondoka naenda kuandalia makao, ili mimi nilipo nanyi mwepo, tukawepo pamoja naye katika ufalme wake, tukitawala milele yote na tukifurahia wokovu wetu tukiwa mbele za Bwana. Mungu akubariki sana. Ni asubuhi tu hii nikaona nikukumbushe, ili Mungu asikuache na ili tuweze kukumbushana na tuweze kuenenda kwa pamoja katika huu utakatifu ambao Bwana ametuitia. Kama hujampa Yesu maisha yako, mpe Yesu maisha yako. Wakati ni sasa, wokovu ni sasa. Unaweza ukasema nitaokoka baadaye, lakini ukafa kabla hujaokoka. Kuna wengine walisema nitaokoka, lakini mwisho wamekufa katika dhambi zao. Wokovu ni sasa. Kubali sasa, ili uweze kuwa salama sasa na maisha yako baadaye yaweze kuwa sawa zaidi. Maana uwezi kuwa na kesho nzuri pasipo kuitengeneza leo. Ukitengeneza leo, ndio kesho yako itakuwa nzuri zaidi. Mungu akubariki. Amen.